Bwana apewe sifa. Amen. Verse number 6. Mwali wa ithathatu. Tusikie vile inavyosema kuhusu huyu sasa tunayemuita Yahshua. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja. Hii tulikuwa tumesoma hapa, kuhani huingia mara moja kila mwaka. Wala si pasipo damu atoayo kwa ajili ya nafsi yake. Tumesoma alikuwa anaingia na damu anatoa kwa ajili ya nafsi yake, na kwa damu na kwa dhambi za kutonjua kwa hao watu, na dhambi za wale wengine ambayo hawakuwa akitaka kufanya. Bwana asifiwe. Amen. Hizo damu zote alikuwa na pepa yule kuhani. Ni yakuaga muthĩnjĩri Ngai ũcio. Yaendelea pia kutuambia Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu, basi njia ya kuingia patakatifu, baba Nyakeo usikize vizuri, ilikuwa haijadhihirishwa bado. Wakati hii hema ilikuwa inafanya kazi, njia ya kuingia patakatifu haikuwa imedhihirishwa, haikuwa imeonekana, haikuwa imepatikana. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Njia ya kuingia wapi? Patakatifu haikuwa imeonekana ingalipo hii hema ya kwanza. Bwana apewe sifa. Amen. Ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Yes. Kwa hivyo njia ya kuingia patakatifu, njira ya kuingira haria hatheru kuna ndiari yonanitio wakati hema ya kwanza ingali no hema ya mbere yari oho. Bwana apewe sifa. Amen. 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 Haya, ruka hiyo nyingine, verse namba ngapi? 11 yasema verse umefika verse 9. 8 nimesoma. Umesoma 9 bado. Endelea. Ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Hiyo sasa tumesikia ya pili ingalipo, ndiyo mfano wa huu wakati tuko anje. Wakati huo sadaka na dhabihu zinazotolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye. Hizo zilikuwa zinatolewa hivi, asiwezi kufanya mtu anayeabudu kuwa mkamilifu. Bwana apewe sifa. Amen. Hizi asiwezi kufanya mtu anayeabudu Mungu sasa hivi hawe mkamilifu. Endelea. 11:10. Endelea tu. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Ilikuwa sheria iliyokuwa imewekwa kwa jinsi tu ya mwili. Vyakula, kula, vinywaji, utawadhana na kutawadhana kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Iliwekwa mpaka wakati wa matengenezo mapya. Endelea. Lakini Masihi akiisha kuja. Hapa ndio nataka uone sasa, mpaka wakati wa matengenezo mapya. Lakini Masihi alipokwisha kuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, akawa ndiye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayekuwepo, kwa hema iliyokumbwa na kamilifu zaidi. Huyu sasa kwa hema iliyokumbwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono. Hii si ya kufanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Hiyo sasa si hapa ulimwenguni. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Hiyo si ya ulimwenguni. Ino ti ya uhoro wa thi. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama. Si ile ilikuwa tumesoma na hapa mwezi wa 10, mwezi wa 7 tarehe 10. Bwana apewe sifa. Amen. Mbuzi zitolewe, ama sivyo tumesoma? Naam. Sasa huyu anasemekana si wa haya mambo ya hapa kwenye ardhi, na si kwa mambo ya mbuzi na ng'ombe na ndama. Wala kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu. Huyu sasa kwa damu yake aliingia mara moja tu kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana asifiwe. Amen. Huyu tunayemzungumzia, huyu turaria horo wake, aliingia mara moja, aigirire ihinda uri muri akuigana kwa ajili ya dhambi ni undu wa mehia. Sasa nyinyi ndio mmesinzia, ndiwe twiko, na nyinyi ndio mnastahili kuelewa haya mambo. Na ndio tubati kuelewa na oroshio muno makiria. Biblia mko naso, ukilala uko na Biblia, mambo mengi unasoma kwa urahisi. Najua sisi tulikuwa tunasoma hizi manual, unajaribu kupelius. Sawa, mahali hiyo unasema najua kuna wariganira ukaugaga nejue kigo kiu no ndiraririkana haria kire. Unapata venye unataka
Thaisi wasachi hari urenda ukuona oho. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mna haja ya kurarara, mna stahili kuwa gutire bata mukorwo mugicuga mubati gukorwo mwi Shalom. Sha. Hii ni kwa ajili ya kanisa tuweze kujua hayo mengine yako mbele. Nitondo tuhote kumenya maundu maria mari mbere. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo aliingia mara moja tu kwa Injili katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele. Alipata ukombozi nusu ama wa milele? Wa milele. Hebu ndio hilo andiko. Lakini Masihi akiisha kuja, wewe umeamini Masihi? Naam. Umeamini Masihi? Kabisa. Ndiye anafanya useme umeamini. Biblia inasema hivi. Sasa leo akisha kuja alikia guka aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo. Na ndiye sasa kuwa ni mkuu wa mambo mema kwa hema iliyokumbwa na kamilifu zaidi, ndio isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama. Huyu hakuja kwa sababu ya mbuzi na ndama kama wale kwa tumesoma, bali kwa damu yake mwenyewe. Bali kwa damu yake mwenyewe Masihi aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Akisha kupata ukombozi wa nini? Wa milele. Bwana asifiwe. Watu wengi naona hawataki waondolewe dhambi zao. Wanataka tu iwe ni marundio. Maredo holo yishokagire kaingi. Bwana apewe sifa. Na Masihi amekwisha kuja. Na Mesia ni alikirie guka. Tumesikia katengeneza njia. Agithondeka njira. Si ndivyo umetusomea? Ambaye ni njipya. Bwana apewe sifa. Amen. Na sasa alipokwisha kuja, alikitie guka uguo, alikuja kwa damu yake, agioka na thakame yake mwene, akaingia mahali patakatifu, akigira haria hatheru kuna mara moja, ihinda rimwe ria kuigana. Bwana apewe sifa. Amen. Ili afanye nini? Ili alete ukombozi wa milele. Ili alete ukombozi wa milele. Bwana asifiwe. Amen. 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 Verse number 24 inasema hivi. Kwa sababu Masihi hakuingia katika patakatifu pasipofanyika kwa kwa maana Masihi hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono. Masihi hakuingia mahali patakatifu palipofanyika kwa mikono. Ndiyo mfano wa patakatifu halisi. Aliingia mahali patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa. Aliingia wapi? Mbinguni hasa. Unajua hata kuna watu wanakataa Masihi aliingia mbinguni. Ayai. Bwana apewe sifa. Amen. By the way, kuna watu wanakataa. Kuri ado maregaga. Utaongea na watu wakwambia pana. Kwaria na ndo makwire asa. Yesu hata ako huku tu, kuna mahali anatembea huku. Aliyo gukona kurio hado arashiraga. Bwana asifiwe. Masihi aliingia mbinguni, si ndio tunaambiwa na maandiko? Naam. Bali aliingia mbinguni hasa. Aliingia mbinguni hasa. Aonekane sasa usoni pa Elohim kwa ajili yetu. Awe anaonekana usoni pa Elohim kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Amen. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi. Sikiza vizuri wewe. Masihi si kwamba ajitoe mara nyingi kama ilivyokuwa desturi. Bwana asifiwe. Amen. Si ajitoe mara mingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Bwana asifiwe. Amen. Anasema si kama vile kuhani mkuu alipokuwa anaingia mahali patakatifu kila mwaka. Huyu hataki kujitoa mara nyingi. Bwana apewe sifa. Amen. Kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu yake, kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, kama pasi Masihi, kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Kama Masihi angekuwa ajitoe kama vile kuhani mkuu alipokuwa anatoa dhabihu ya mbuzi na ng'ombe mara nyingi, ingempindi pia Yeshua awe akifa na kuteswa mara nyingi. Bwana asifiwe. Amen. Ili kwa kufa aondoe hii dhambi, akivuvuka awe ameondoa dhambi za kwanza. Sikitendwa singine akuve asiondoe. Bwana asifiwe. Amen. Ndio anasema yeye hakufanya hivyo. Dekili oguo. Aliondoa mara moja. Sieheririe hidi imwe ya kuigana. Bwana asifiwe. Amen. Umemalizia 26.
Bado. Lakini sasa narudia, kama ni hivyo ingalimpasa kuteswa mara mingi tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati, amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Yeye alikuja ili asiondoe dhambi kwa nafsi, kwa dhabihu ya nafsi yake, Naam. Bwana apewe sifa. Amen. Nadhani kuna kitu Yeshua anataka hapa tujue. Hari undu Yeshua arenda tukurane kuhusu hizo oro wa mehia macio, dhambi za dhambi ya kwanza na dhambi ya Yeshua. Igogona lile liarutagwo mbere ria mehia na Waebrania 10 mstari wa kwanza inasema basi Torati soma basi, kwa kuwa ni kivuli cha mambo mema yatakayokuwa. Sasa tunajaribu kuambiwa ile Torati ilikuwa kivuli cha mambo mema itakayokuwa ikuje, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Hii Torati si surati yenyewe ya yale mambo. Kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kwa kila mwaka daima. Ile dhambi alikuwa anatoa mwaka daima tu, ilikuwa kifuri. Haiwezi wakati wowote kumkamilisha wakalimbiao. Haiwezi kukamilisha mwanadamu. Wale wote walikuwa anakalipia. Asikuwe sina wasaidia. Bwana hota kumatheria kuna. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio Biblia inasema. Nikia Biblia iroiga. Alipokuja huyo Masihi, alikia guka Mesia. Verse 15 au kusoma ya chapter 9. Anasema alipokuja yule Masihi, alikia guka Mesia, aliwakomboa kutoka wapi? Acha tusome. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika, mauti ya Yeshua ikisha kufanyika, kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza. Unaona, anakomboa makosa iliyokuwa kwenye agano la kwanza. Hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Ili sasa wale walikuwa wameitwa kwa kukomboa ile makosa ama kutengeneza yale makosa yalikuwa pale, waweze kuwa warithi pia. Bwana apewe sifa. Amen. Na ndio hii verse number 5 inasema ya kwamba ilikuwa tu ni kifuli. Yali kiruru. Bwana apewe sifa. Amen. Mpaka verse 4. Endelea kusema kama ndivyo basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha waikaribiao. Haiwezi kukamilisha wale wanafanya nini? Wanaikaribia. Kwa hivyo kama utasoma Torati mahali, ukithoma watho handu na useme ya kwamba uge atiri unataka kutimiza venye imeandikwa, maana kuhingio ria andikitwo tondu ndivyo pengine kuhani walikuwa wameambiwa, niguo athĩnjĩri meritwo. Bwana apewe sifa. Amen. Unaambiwa mwenye kukaripia ile uria wakuagiriria ho haiwezi kumletea, ndingĩhota kumurehera. Bwana apewe sifa. Amen. Nini? Siumalizie hiyo verse. Utakazo haiwezi wakati wowote kuwakamilisha waikaribiao. Yes. Kukamilisha wanaoikaribia. Naam. Kukamilisha kumaanisha kukinyanira ni kuga kukutimizia mahitaji yako, kuhingia mabata maku, chenye ulikuwa unataka ndoria ukwendaga ukipokee uhingirio. Bwana asifiwe. Amen. Haikuwa ikusaidie pale. Naam. Ayamalizia kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kama saa ilikuwa isaidie, dhabihu singekoma kutolewa. Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Wakitakazwa mwezi wa 10 tarehe 10 mwezi wa 7 wangekaa hivyo sasa. Naam. Lakini wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Unaona? Maana haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Bwana apewe sifa. Amen. Hiyo haiwezi kuondoa dhambi. Hiyo ndingĩeheria mehia kuna. Hata ujikaze namna gani. Ona winyitie atia. Na ya Masihi, na ya Mesia haina kumbukumbu la dhambi. Ndĩrĩ na kĩririkano kĩa mehia. Bwana apewe sifa. Amen. Hii haina kumbukumbu ya dhambi. Ino ya Mesia ndĩna kĩririkano kĩa mehia. Maana aliondoa dhambi. Tondũ nĩeheririe mehia ihinda rĩmwe rĩa kũigana. Bwana apewe sifa. Na magĩthira. Na ndio verse 9 to 13 nasema ya kwamba
akatoa. Ndipo aliposema, tazama, nimekuja nifanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza, aondoe lile la kwanza, ili kusudi alisimamishe la pili. Asimamishe la pili. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yeshua Masihi mara moja tu. Mara moja tu. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada. Ile kuhani alikuwa anasimama kila siku kufanya ibada. Yeye alitolewa dhabihu mara moja tu. Na kutoa dhabihu zile zile mara mingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Haiwezi hata shinda kila siku ama akae mwaka kwa mwaka asingeondoka zile dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili yake dhambi ya alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Aliketi mkononi mwa kuume wa nani? Wa Mungu. Alipokwisha kufanya nini? Kujitoa. Akatoa nini? Kwa ajili ya dhambi dhabihu moja ya idumuyo hata milele. Hiyo dhabihu ni moja idumuyo hata nini? Milele. Aliketi kwenye mkono wa kuume. Sasa unafikiria atakuja hapa chinjwe tena? Uresiria nego kaihi ya thijwo ringi. Bwana ape sifa. Amen. Ako pale. Kuria iguru. Akifanya nini? Agika atia ihi. Akingojea? Etereire. Dosi yake. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Etereire dosi yake siote siku rungurwa makinyamao. Make. Yudene bindalengi. Hana wakati mwingine. Alutire kongone bindalimo yako igana. Alitoa dhabihu mara moja ya kutosha. Ndio wakinyamuthia. Na hilo jambo likafika mwisho. Na mambo ya dhambi ikawa imesahaulika. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. In fact kuririkana mehia. Kukumbuka dhambi ni kurakaria Mesia. Ni kumkasirisha Masihi. Alirikanate ni aboete itherutha. Anapokumbuka alimuomba baba yake ruhusa. Evererio gikombe. Aondolewe kile kikombe ikiwezekana. Sababu ilikuwa ya uchungu. Arabu wothondeke ati no akuthengerie mevia kwa ringi. Alafu wewe useme anaweza ziondoa dhambi akisha kufa. Ati ni ule ndo lirikane meya mara Mesia gereire. Unataka ukumbuke zile dhambi Masihi alikuondolea. In fact nwegwe ruo runene muno. Anaweza hisi uchungu sana. Tondu warikirie mevia mathira. Sababu yeye alimaliza mara moja. Na marikia. Na gutingisa wakuririkana mevia uri. Na haiwezi kumbukwa tena. Bwana asifiwe. Amen. Biblia yugaga tongevya tukifanya dhambi twina moto sirere tunaye mtetezi. Neguo Biblia yugaga Biblia inasema waraka wa Yohana 2 mwali wa mbere na wa mbere yugaga atia wewe kadenda kulekia siku icio tondu anu meciragia ati riu tondu Mesia ati riu ni twibagia no aratutariria atia wa kwanza ama pili waraka wa kwanza wa Yona 2 waraka wa kwanza wa Yona chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1 inasema hivi. Watoto wangu wandogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Nawaandikia haya ili msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi na kama mtu anaweza tenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Yeshua Masihi mwenye haki. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wewe unataka kutuambia ukifanya dhambi ogehia unangojea tarehe 7 mwezi wa 10. Wetagirira tariki tarehe 10 mwezi wa 7. Tariki 10 mwezi wa mugwanja. Ili sasa awe mtetezi wako. Nigetha akorwo muiguithania waku. Bwana asifiwe. Amen. Nauliza hivi. Nikiulia. Kwa nini unaomba? Niki uhoyaga. Wale ambao wanaomba siku ya leo. Alia mahoyaga muthenya wao na wanangojea tarehe 10 mwezi wa 7. Na metagirira mutariki 10. Nataka tuulizane kweli. Mwezi wa mugwanja twarie mai. Unaona kama wanasemewa dhambi zao? Niona ihita mare kana meheragirie mehia mao. Mundu uraboyo mothe anayeabudu leo akuomba na nieteketie kuririkana mehia tariki 10 wa mugwanja na anangojea hii siku ya upatanisho. Aboyaga ke? Anaomba nini? Aboyege kwa atia? Anaomba afanyiwe nini? No ria araboya kamuiguo tariki 10 mwezi wa mugwanja. Na mwenye anaomba kuna siku ya upatanisho. Bwana ape sifa. Amen. Sini ukweli? Ite tiguo.
Sasa ndio nasema ni vyema mtu kujua kama Masia alikufa kwa ajili yake, ni vyema. Ni wega umenya akoro Mesia akwire ni kaa kwenye nyeo zake. Ni wega. Lakini kama unajua kwamba kuna damu ya mbuzi, no ikoro kwina thakame ya mburi, ilikuwa inaleta upatanisho kwa mwanadamu na Mungu, yale hage wiguano kati ya mundu na Ngai, weka basi kwa ile hiyo agano, ikara kirikaniro-ini kiu, usiingize Yashua pale, tiga gutonya Yashua tondu ndari ho, maana yasa kufiti, ndagingira uhoro-ini ucio, maana Biblia imesema alikuja aondoe hiyo ya kwanza, tondu kireherie kiria kia mbere. Kwa hivyo yeye na hiyo hawataberekana. Koguo iyo na ya mbere na Yashua matingitwarana. Yeye akona yake, we ena giake, agano jipya, kirikaniro kieru. Ile agano ya kale kire gia tene ilikuwa na kiongozi, kiari na mutongoria aliyetoa na Israeli kule Misri, uria wari na Israeli kule Misri. Bwana ape sifa. Amen. Na agano ikafanyika pale kitabu cha Exodus chapter 24, na kirikaniro gigithondeko haria Thama 24 verse 1 to 8. Mwali wa mbere nginya 8. Hapo ndio agano ya kwanza ilifanyikia. Ndio kirikaniro kia mbere kiageire. Bwana ape sifa. Amen. Ya pili Yashua naye akaja kufanya. Ya keri Yashua agioka guthondeka. Akaondoa hii. Akieheria kiu kia mbere. Bwana ape sifa. Amen. Sasa kama wewe unataka kusema ukifanya dhambi, urenda kuga ungihia, unangojea tarehe 10 mwezi wa 7, wetagirira tariki 10 mwezi wa 7, acha kungojea Masihi kuja mara ya pili. tiga gweterera Mesia gukari ya keri. Amtabatana. Mutingionana. Unajua ni Yashua tunangojea. Ni Yashua twetagirira. Sindia alikufa. Niwe wakwire. Sindia alileta upatanisho. Niwe warehire ngwataniro itu. Sindia tunangojea. Na niwe twetagirira. Bwana ape sifa. Kama anakungojea atakupata uko pande ile, ungimweterera gukore mwena uria, siwe ni mtu wa mtu mwingine, wi mundu wa mundu ungi, simperekane na huyo, itikira utwarane na ucio. Bwana ape sifa. Amen. Ndio nauliza kwa nini unaomba? Niki uhoyaga basi. Ungevoya ati na niweterere tariki 10 anji na unangojea siku ya upatanisho. Na Biblia iga maoya ma mundu mwaganu ni kindu kimagigi. Na Biblia usema maombi ya mwenye dhambi ni kitu Bwana ape sifa, chenye unajisi mbele zake Elohim. Wewe ungevoya ke? Wewe ugihoya nini? Igongona leo ngerutanirire kumbere ida itware ile. Dhabihu utakayotoa ni gani baba yetu akusikie? Na ni uraungora we na mevia no weterere tariki 10 urekerwe. Unashuhudia kwamba unangojea tarehe 10 hiyo siku ya upatanisho. Bwana ape sifa. Amen. Sisi watu wa imani tunaambiwa hivi. Ndio ndio witikio turerwo. Kama tunaweza fanya dhambi, tungehia, tuna muombezi, twina mututeteri. Bwana ape sifa. Amen. Ambaye ni Yashua. Niwe Yashua Aliyeketi pale tu kwenye kile kiti. Uria wikaire guoko-ini kwa urio kwa ithe witu. Uria twerwa guku ni akuire na geithia ikara thĩ gĩtĩ-inĩ kĩa urio guoko-ini kwa urio. Ndio alikufa hapa duniani na akapaa mbinguni kukalia kiti chake. No gonjo wana aratwira mkononi wa kuume. Twevia twina mutuboeri. Tunapofanya dhambi tunaye muombezi Masihi. Uria wikarite thĩ ambaye amekaa guoko-ini kwa urio kwa ithe witu. Tariki ile andiko leo tuone akuire ndwe. Watoto wangu nawaandikia ili kwamba msitende dhambi. Ndio. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yashua Masihi mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Sasa angalia, yeye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu. Si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Bwana ape sifa. Amen. Utaachwa wapi kama ni dhambi za ulimwengu wote? Utigiriro hai korwo ni mehia ma andu othe. Yothe. Haleluya. Amen, amen. Sasa akimalizia hapa hiyo John chapter 5 verse number 16. John 5 chapter 5 verse number 16. Sasa ndio anatuambia tukifanya dhambi tusijali tuna muombezi ambaye ni Yashua. Lakini anatuambiaje? Mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi. So mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti. Isiyo ya nini? Ya mauti. Kwa hivyo dhambi kuna ya mauti na kuna dhambi isiyo ya nini? Kwena wihia wagiku na utali wagikuo. Kwa hivyo sire dhambi anasema ni mtuombezi tujue ni dhambi mara ngapi? Yeye ule tulero tuhoero tumenye ni mahia maita meri. Kwa hivyo mtu anaweza sema ni dhambi zote yako pale kutuombea. Mundu no ecirie ni mehia mothe twi hau nigetha tuhoerwo. John anaendelea kurekebisha. Ni arathondeka makiria. Anasema mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti. Isiyo ya mauti ataomba. Na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Bwana apewe sifa. Najua saa mmenyamaza, si ndio? Au ni mwakira neguo? Oguo niguo kuri. Hivyo ndivyo ilivyo.
Una no nginya wetekere kuiganira mubango-ini wao. Na lazima tukubali kuingia kwa mpango wa Elohim. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Sasa hapa tunaambiwa watu wa imani wa Yashua. Ado awetikio wa Yashua. Hawana kumbukumbu la dhambi. Matire na kiririkano kia mehia. Amen. Amen. Hiyo ni saura kabu. Hiyo ilienda. Ugo ni kuriganirwo kuna. Sasa sisi tunatazama Yashua. Ithuĩ rĩu turoretie Yashua. Mwenye rehema nyingi. Uria wa tha nyingi. Bwana apewe sifa. Amen. Naye ni mtetezi wetu na muombezi wetu. Nake niwe mutuhoeri. Na ndiye tunatazama. Na mutwaririria na niwe turoretie. Na tungoje ili siku ya upatanisho ifike ati muthenya ucio wa tuombe. Orohio nigetha tuhoe. Kwanja kwevinga